Imepita miezi 12 tangu taifa la Kenya likumbwe na hali ya sintofahamu, huzuni na mshangao. Kile kilichoanza kama sauti ya kizazi kilichoamka kiligeuka kuwa kilio cha kitaifa. Barabara zilitikiswa, mitaa ilijaa vijana waliobeba matumaini mioyoni na madai mikononi ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024, ikiwemo kupanda kwa kodi za bidhaa mbalimbali. Lakini siku hiyo haikumalizika kama ilivyoanza, kwani maandamano hayo ya amani yalibadilika kuwa vurugu, hali iliyowalazimu waandamanaji kuvamia bunge la kitaifa lililoko jijini Nairobi. Mili ilianguka, machozi yalimwagika, na ndani ya familia nyingi ukimya ulichukua nafasi ya kicheko, kwani vijana wengi wakiwemo Kenneth Njeri Mwangi, David Ichege, Rex Kanyeki Masai, Eric Kayoni Kialo na wengineo walipoteza maisha yao kwa kupigwa risasi. Leo mwaka mmoja baadaye, familia za walioathirika bado zinatembea na kumbukumbu, bado wanapigania haki, bado wanalia, lakini sauti yao sasa ni thabiti zaidi, imegeuka kuwa ngome ya matumaini ya kizazi kipya. Katika kila kona ya nchi, vijana hawajasahau, wanawakumbuka waliopotea, sio kwa huzuni pekee, bali kwa ari ya kuendeleza mapambano. Baki nyuma sitaenda na haki. Mauaji baki nyuma sitaenda na haki. Walitaka kuibadilisha Kenya, walitamani kuona haki na usawa, waliamini katika nchi bora. Buni mtoto wako analetwa kama maiti jioni. Kwa wengi huu sio mwisho wa simulizi, bali ni ukurasa mpya wa historia. Kizazi cha sasa kimejifunza si kwa vitabu, bali kwa maumivu. Kimekuwa si kwa miaka, bali kwa mateso. Na sasa kinasimama tena, kikiwa na sauti iliyopata nguvu kutoka kwenye vumbi la waliotangulia. Hii ni kumbukumbu, hii ni heshima, ni ahadi. Nimekuwa wako mwandishi vile vile msomaji wa simulizi hii, Abdurrahman Toya, na hii ni Al Hajar TV, mwangaza kwa umma.